Tanzania yangu, nakupenda, nakuombea. Karibu mtazamaji wa TBC1 hii leo kwenye kipindi maalum. Hapa tunaangazia siku 100 za Rais Dr. Samia Suluhu Hassan baada ya kuapishwa tarehe 3 mwezi wa 11 mwaka jana kwa ajili ya kuanza awamu ya pili ya uongozi wake. Hii ni kutokana na uchaguzi uliofanyika tarehe 29 mwezi huo wa 10 mwezi wa 10 mwaka jana, na kusababisha yeye kushinda na kuwa rais kwa awamu nyingine tena katika uchaguzi huo. Na moja ya vitu ambavyo baada ya kuwa amechaguliwa na kushinda kiti cha urais na kuapishwa ilikuwa ni kufungua bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambapo tarehe 14 alihutubia bunge na kuzungumza mwelekeo wa serikali yake katika kipindi hiki cha awamu ya pili. Na miongoni mwa mambo ambayo aliyazungumza ni kuhusiana na kurasimishwa kwa biashara ndogo ndogo za wafanyabiashara hapa nchini. Hapa tunazungumzia mamalishe, babalishe, lakini pia tunazungumzia bodaboda ama waendesha bodaboda, lakini pia waendesha bajaji na makundi mengine wakiwemo pia watu wenye ulemavu. Na hapa hii leo tunazungumzia urasimishaji wa biashara hizo kwa ajili ya maendeleo endelevu kwa ajili yao wenyewe, lakini pia na taifa kwa ujumla. Na haya makundi, tutakuwa na makundi ambayo tumezungumza nao, lakini pia niko na wageni hapa studio kuweza kulizungumza hili kwa kina, ikiwa ni siku 100 za Rais Dr. Samia Suluhu Hassan madarakani. Naitwa Tobias Masalu na hapa studio niko naye niko na Saidi Kagomba mkono wangu wa kushoto, ambaye yeye ni mwenyekiti wa shirikisho la vyama vya bodaboda na bajaji, lakini pia ni mwenyekiti wa shirikisho hilo hilo katika mkoa wa Dar es Salaam. Na hii nafasi ya mwenyekiti wa shirikisho ni nafasi ya taifa, ni mwenyekiti wa shirikisho la vyama vya bodaboda taifa. Lakini pia niko naye Tito Mpiziwa, yeye ni msemaji wa shirikisho la vyama vya bodaboda na bajaji nchini Tanzania, lakini pia ni msemaji wa shirikisho hilo hilo katika mkoa wa Dar es Salaam. Hapa tutazungumza urasimishaji wa biashara za waendesha bodaboda, bajaji, lakini pia na makundi mengine ambayo Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan aliahidi wakati anafungua bunge la 13 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania jijini Dodoma tarehe 14 Novemba. Wageni wangu karibuni sana. Asante sana. Mambo yanakwenda? Mambo yanaenda vizuri, tunashukuru Mungu. Biashara vipi huko? Biashara inaenda. Tuliona tarehe 14 mwezi wa 11 Rais Dr. Samia Suluhu Hassan alizindua bunge, na miongoni mwa mambo aliyoyasema ni kurasimishwa kwa biashara. Najua baadhi yenu wamerasimishwa na wengine bado katika hatua za urasimishwaji. Tuanzie hapo. Na kabla hatujalizungumza, tusikilize hotuba ya Rais wakati anazungumza hilo jambo akiwa pale bungeni. Tutaitazama mikopo ya 10% ya makusanyo ya halmashauri zetu ili kuboresha upatikanaji wa mikopo hiyo kwa walengwa. Vile vile ni vyema walengwa wakajua kwamba fedha hizi ni mkopo na sio msaada, ni mbegu na sio mavuno, na ni mtaji na sio ruzuku. Hivyo marejesho na tija yake lazima ionekane. Matamanio yangu ni kuona ifikapo mwaka 2030 tuwe tumetengeneza wawekezaji vijana ambao watatoa ajira kwa vijana wenzao. Mheshimiwa Spika, kwa kushirikiana na sekta binafsi na wadau wa maendeleo, tutahamasisha ufadhili wa biashara za wanawake ili kuwasaidia wanawake wanaofanya kazi kwenye masoko. Tutaongeza na kuratibu kwa karibu mifuko ya uwezeshaji wananchi kiuchumi ili kurasimisha biashara zao na kuwawezesha kukopesheka. Tutawekeza katika kuboresha miundombinu ya masoko, mifumo ya maji safi na maji taka, huduma za afya na vituo vya matunzo ya watoto kwenye masoko. Katika hatua nyingine, tutalipa kipaumbele suala la kutenga maeneo ya biashara kwa wafanyabiashara wadogo na wakati, ili serikali iwatambue na kuwarasimisha ili waweze kufanya kazi zao bila bughudha na wachangie kwenye pato la taifa. Bila shaka mmemsikia vyema sana Rais Dr. Samia Suluhu Hassan wakati akizindua bunge pale Dodoma. Na ninyi ni wadau wakubwa ambao mmetajwa katika hilo jambo. Tuanzie hapo. Baada ya kutambua kwamba Rais Dr. Samia amesema makundi haya sasa yarasimishwe ili yaweze kuwa na
uwezo wa kupata mikopo, huduma za afya, ikiwemo bima, pia ulinzi, mambo ya security, ili muwe watu ambao mnachangia pato la taifa bila kuwa na kigagaziko, bila kuwa na kwepa au chenga nyingi. Nyinyi kwanza tuanzie hapo, mlilipokeaje swala la kurasimishwa? Nikianza na mwenyekiti hapa. Kwanza hiyo tarehe 13 tulipokea taarifa vizuri sana, na tulipokea taarifa vizuri sana sasa, kwa sababu mara kwanza tulikuwa tumeachwa kama kifaranga alokosa baba wala mama katika hii sekta yetu ya usafirishaji ya bodaboda na bajaji. Lakini baada ya kutoa ile speech yake katika kipengele niongelee ambacho tumeona kimetugusa, baada ya kusema kurasimishwa na ziangalia halmashauri zitakapotulasimisha, na hata vile vile halmashauri kuweza kupata mapato. Lakini si tu halmashauri kupata mapato, na hata sasa hawa bodaboda au waendesha bajaji wao vile vile waweze kuwezeshwa, ambapo kuna pesa ile ambayo alisema kuna bilioni 200 ambayo kuweza kuwezeshwa katika upewaji wa mikopo. Hilo ni moja ambalo tumelipokea sisi kwa 100% katika upande wetu, kwa sababu changamoto za uwezeshwaji kwetu ni ziko nyingi, na hata ile mikopo ambayo ilikuwa inatoka ya kwanza 10% kama imewafikia ni wachache sana. Kwa hiyo tukao tunaomba sasa at least katika maelekezo yale na katika hizi siku 100 za Mheshimiwa Rais alivyosema kwenye urasimishwaji na kupangwa na kuwezeshwa, sasa tulikuwa tunaomba katika ule uwezeshwaji sasa, kama inawezekana lile fungu liwekwe katika eneo ambalo maalumu, ambapo sasa hawa madereva bodaboda na bajaji waweze kupata mikopo bila kianzio chochote, na mikopo iwe ambayo haina riba, au basi hata kama riba iwe ni ndogo sana, kwa sababu katika ile mikopo lazima tuweke ulinzi, na ulinzi wa ile mikopo kubwa ni bima. Kwa hiyo kama kinazidi labda kuangalia ni kile ambacho cha bima. Kwa hiyo tukiangalizia hapo ni kwamba tumefarijika na tumeona sasa kwamba kumbe katika nchi yetu watu wa bodaboda na bajaji kwamba tunafahamika tupo, na kwa nini tusilasimishwe. Kwa hiyo ni jambo ambalo tulikuwa tukilipambania sana, ni jambo ambalo tulikuwa tunalipigania sana, kuweza kuangalia ni jinsi gani kwa kuweza kulasimishwa. Sasa jukumu lilokuja huku rais juu kishatoa kwamba tulasimishwe, kuna mamlaka ambazo zipo sasa zinapaswa kusimamia hili. Kwa hiyo hizi mamlaka tushirikiane nao kwa nguvu moja na kwa taratibu moja, kwa sababu moja kwa moja kwa kile alichosema rais, sasa twende katika ule urasimishwaji, tuwekewe mipango mikakati mizuri, tuweze kupangwa vizuri, tuweze kusaidiwa, kwa sababu tuna changamoto nyingi. Kwa zile moja ya changamoto tutakapokuwa tumerasimishwa, tutakapokuwa tumepangwa vizuri, na tutakapojua kwamba wapi ndio tunapotakiwa tugonge hodi, hizi changamoto zote tuweze kuzitatua, kwetu itakuwa ni sahihi. Na vijana tunaashumu sasa hata ile mikopo atakayowezeshwa, kwa sababu pale ameongea vitu kama vitatu, akasema huu ni mtaji, umeona, sio gawio, umeelewa? Huu ni mtaji, ni mbegu. Kwa unapopanda mbegu unatarajia ukavune. Sasa unapovuna usile yote, lazima mbegu uweke, na ile mbegu unaoiweka ndio kile ulichokopeshwa, na maana ukirudishe aweze kukopa na mwenzio, umeelewa? Kwa hiyo kwa pale nafikiri Mheshimiwa Rais kwamba ameuelezea mikopo mizuri, na watu wengi tulikuwa hatuna elimu ya hii mikopo. Watu wengine walijua ile mikopo ukienda kukopa serikali ndio imekupa moja kwa moja. Kwa kumbe haja ya huu mkopo unavyokopa ukukidhi wewe, ukunyanyue pale ulipotoka, umiliki pikipiki yako. Unapomiliki pikipiki yako urudishe kile, na huyu ulomwacha ambaye hajapata fursa kukopesheka aweze kukopesheka. Lakini bado kuna watu wengine watakuwa wanakuja katika sekta ya pikipiki ya usafirishaji, wanamaliza mashule na wapi, kwa hiyo na wao izidi ile hela kuzunguka kwa kukopesha wengine. Nitarudi kwako Saidi, lakini nikija kwako Bwana Tito, wewe ni msemaji. Changamoto sekta isiyo rasmi hapa nchini, kwa mujibu wa utafiti ambao umefanywa, inaonekana kwamba imeendelea kuwa ni fursa kubwa kwa vijana akina mama, lakini miongoni mwa changamoto ambao waendesha bodaboda na wabajaji wamehitaja ni kukosa yale maeneo rasmi, na imesababisha wao hata akienda kutafuta mikopo inakuwa ni changamoto. Wanaambia sasa wewe tukupe, wewe ni nani, unakaa wapi? Ni tofauti na ilivyo kwa daladala ambao tunajua kwamba huyu anatoka Tegeta anaenda Makumbusho, kituo chake ni tuseme Gongo la Mboto mawasiliano. Ninyi hamna hayo maeneo rasmi kabisa kusema kwamba huyu hata tukimfuatilia tujue kituo chake ni
hiki. Unahisi au unadhani kwa namna gani ambavyo yatawekwa maeneo yenu itakuwa ni faida kubwa sana katika shughuli ya bodaboda na bajaji hapa nchini? Kwanza nimshukuru sana Daktari Samia Suluhu Hassan, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuwa anatuongelea mara kwa mara. Samia amekuwa akituongelea kila inapobidi kutosemea. Hata juzi pia alivyokuwa akizindua soko la kimataifa la Kariakoo, ametuongelea pia watoto wake tupewe maeneo katika soko lile la Kariakoo. Swala la kwamba eti hatuna maeneo rasmi, madereva wengi sana tuna maeneo rasmi. Tunashukuru serikali kwa sasa, halmashauri hizi kabla kwa Dar es Salaam hapa, halmashauri ya Temeke, Kilala, Kinondoni, Ubungo na Kigamboni wamekuwa wakitenga maeneo kwa ajili ya kupaki sisi pikipiki zetu, bodaboda na bajaji, na yana vibao kabisa kwamba ni rasmi katika maeneo hayo. Na vikundi pia vimekuwa vikitengenezwa ili kuweza kuchukua kuomba hiyo mikopo. Shida ipo kwa baadhi tu ya watumishi huku chini kwenye hizi halmashauri. Kikundi kinatengenezwa, mfano tu mdogo, mimi na kikundi changu tuko pale mjini. Tangia mwaka jana mwishoni tumeunda kile kikundi, tukaanza taratibu za usajili, tukasajili ili tuchukue mikopo ile ya halmashauri. Sababu pale awali mikopo ilikuwa dereva, yani mtu anachukua kijana kuanzia miaka 18 mpaka miaka 35. Lakini Samia Suluhu Hassan, Dr. Samia akatuongezea muda kuanzia 35 mpaka miaka 45. Kwetu sisi ni nafasi kubwa sana. Kwa hiyo tukaunda vile vikundi. Kwa maelezo yako Tiso, ni kwamba halmashauri huko ndio kuna changamoto ambako shida kubwa ipo huku chini. Huku serikali kuu ama huko juu. Huko juu maelekezo yako safi kabisa, unaelekeza vizuri na naeleweka. Tatizo ni kwa baadhi ya watumishi huku chini kwenye halmashauri. Hawatekelezi kwa wakati. Kila siku tembelewa. Sisi pale kama kupitia shirikisho kwa Dar es Salaam, kwa pale Ilala kwa kama vikundi kama 40 hivi. Lakini vikundi ambavyo vimechukua havizidi vikundi 10. Lakini vikundi 20 na vyote vile bado vipo. Kutembelewa kila siku, hakuna pesa. Story. Juzi mpaka mheshimiwa Speaker amegusia hilo. Mabenki acheni masharti magumu. Mabenki nao huku napo shida, benki nao wanataka wajue huyu nani nikapita wapi ili kwaje mambo kibao. Kwa hiyo nimemsikia Mheshimiwa Waziri Mkuu pia juzi amesema kwamba tayari hundi ya bilioni 200 ameshaikabidhi kwenye Wizara ya Vijana, na tuna waziri pale kijana na Nauka yuko vizuri kabisa, tunamwamini. Kwa hiyo tunaamini sasa Mheshimiwa Waziri hizo pesa zitatufikia sisi vijana bila shida. Tumekuona pia jana ukiwa pale Geita ukiongea na vijana sasa wa bodaboda, umeongea nao ukawahakikishia kwamba zile pesa zitawafikia walengwa, mradi tu taratibu zifuatwe. Kwa hiyo tunaomba Mheshimiwa Waziri, tunakuamini sana, tuna imani kubwa na wewe. Tunaomba hizo pesa zitufikie sisi walengwa, madereva huku chini bila masharti magumu. Lakini pia ni shauri pia, tuna sakosi sisi bodaboda kwenye mikoa yetu. Mkiona vipi hizo pesa kidogo Mheshimiwa Waziri Nauka tuingizie kwenye sakosi zetu za mikoa ili tukopeshane sisi wenyewe huku chini. Hizo telele tutajisimamia vizuri kabisa. Shukrani sana Tito. Na ni mtazamaji, ni kukumbusha tu kwamba wakati Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum Dr. Dorothy Gwajima akizungumza na waandishi wa habari Januari 25 ikiwa ni kuelekea siku 100 za Rais Dr. Samia Suluhu Hassan madarakani, alizungumza kwamba zaidi ya wafanyabiashara ndogo ya 100,000 waliorasmishwa, fedha shilingi bilioni 10.5 kwa ajili ya hawa wafanyabiashara ndogo waliorasmishwa zimetolewa ndani ya siku 100 za Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Na Waziri Gwajima ambaye ndiye anasema ni mratibu mkuu wa shughuli hizi za makundi yote, bodaboda, bajaji, wanawake, wenye ulemavu, wote wako chini yake, amesema kwamba amekuwa akishirikiana na wizara mbalimbali, lakini kwa kuwa yeye ndo mratibu ama wizara yake ndio inaratibu shughuli zile, basi amehakikisha kwamba wale wanaohitaji hiyo mikopo wanaipata, kama ambavyo anabainisha hapa baada ya kuwa ameongea na waandishi wa habari Januari 25 kuhusu siku 100 za Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Ndugu waandishi wa habari, sekta isiyo rasmi inaendelea kuwa muhimili muhimu wa uchumi wa taifa letu kwa kuwa ndiyo inayoajiri idadi kubwa ya Watanzania, hususani wanawake,
vijana na watu wenye ulemavu. Pamoja na mchango wake mkubwa, sekta hii kwa muda mrefu imekabiliwa na changamoto za kutokutambulika kisheria, ukosefu wa mitaji rasmi, masoko yasiyo na uhakika na kukosa ulinzi wa kijamii. Hivyo, kwa kutambua changamoto hizo, serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, imeweka mkazo mahususi katika uendelezaji na urasimishaji wa sekta hiyo kama mkakati wa kujenga uchumi jumuishi unaowezesha wananchi wote kushiriki kikamilifu katika maendeleo ya taifa letu. Katika muktadha huo, Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum ninayoiongoza imeendelea kutekeleza jukumu lake la uratibu wa sera na afua mbalimbali za uwezeshaji wafanyabiashara ndogo ndogo walio katika sekta isiyo rasmi kwa kushirikiana na wizara mbalimbali za kisekta. Hapa niseme kwamba masuala ya uwezeshaji wafanyabiashara ndogo ndogo walio katika sekta isiyo rasmi ni jukumu la wizara zote, kutegemeana na mfanyabiashara huyo anataka kufanya jambo gani, kilimo au uvuvi au madini. Sasa sisi tunaratibu jinsi gani wanaweza kupita, mlango gani wafike huko wawezeshwe, ingawa na sisi ni sekta mojawapo ambayo ina programs za uwezeshaji. Mafanikio yaliyopatikana ndani ya siku 100 ni kama yafuatayo. Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum tayari imesajili jumla ya wafanyabiashara ndogo ndogo 119,595 katika mfumo wa usimamizi na usajili wa wafanyabiashara ndogo ndogo nilioutaja hapo awali, ili waweze kunufaika na fursa za kiuchumi, ambapo wanawake ni 73,341 na wanaume ni 46,254. Katika usajili huu, machinga ni 103,102, mama na babalishe ni 12,384 na waendesha bodaboda na bajaji ni 4,109. Hapa niseme makundi haya niliyoyataja na mengine mnakaribishwa sana kuchangamka kuja kufanya usajili kwenye mifumo hii kwa ajili ya kuzifahamu na kuzifikia fursa zinazowahusu. Katika kipindi hiki cha siku 100 za uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tumeupiga mwingi. Maana yake kwenye makundi haya ili tuyawezeshe, jamani, tumeshapokea bilioni 10.5. Makofi kidogo hapa, mpige tafadhali. Na hii ni kwa ajili ya kutoa mikopo yenye masharti nafuu na riba ya 7% kwa mwaka kwa wafanyabiashara ndogo ndogo, ambapo tayari jumla ya shilingi bilioni 1,351,660 zimetolewa kwa wafanyabiashara 588 kupitia mfumo wa benki ya NMB, na zoezi la utoaji mikopo linaendelea nchini. Ewe mfanyabiashara ndogo ndogo uliyetajwa kwenye makundi haya, changamka uweze kuzifikia fursa hii. Mambo ni moto sana. Serikali ya awamu ya 6 kipindi chake cha pili inaendelea kuupiga mwingi kukuwezesha wewe uweze kufanikiwa kwenye ndoto zako za ujasiriamali na ufanyaji biashara ndogo ndogo. Ni Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, Dr. Dorothy Gwajima, akibainisha hatua ambazo wizara yake imezichukua kuwasaidia ama kuwawezesha wafanyabiashara ndogo ndogo zaidi ya 100,000 waliorasmishwa. Nikija kwako Bwana Saidi, tumeona Waziri Gwajima ndiye ambaye anaratibu shughuli zote za wizara, ambao makundi haya yakiwemo ya kwenu mko chini yake. Kwa namna gani mmekuwa mkipokea hii mikopo inapotoka? Na mikopo iko kwa aina nyingi. Ipo mikopo inatoka wizarani, ipo inatoka moja kwenye halmashauri 10%, lakini pia tumeona Waziri Mkuu alisema kwamba kwa sasa itaongezeka kutoka 10% hadi 15%. 5% ni kwa ajili ya ujenzi wa miundombinu ambayo itawawezesha ninyi kufanya shughuli zenu kwa wepesi zaidi. Kama ni masoko yatajengwa, kama ni vituo vitajengwa,
ili kusiwepo na changamoto. Kwa fursa kama hizi zinavyokuja, huwa mnajiandaa vipi kuzipokea na kuzifanyia kazi? Fursa sisi tunajiandaa vizuri na huwa tunafarijika sana. Na kikubwa tulikuwa tumepambana turudi katika hizi hoja za siku 100 za Daktari Samia kwamba hii bilioni 200 inayotoka tupelekee sisi katika wizara gani? Umeona, na katika wizara hata hizi pesa tunazokwenda kuomba kwamba tuna mikopo tunapewa kwenda na kianzio, na mikopo tuliomba isiwe na kianzio ili mtu aweze kufanya, isiwe na riba ili mtu aweze kufanya. Kwa hiyo katika ile wizara tunaopewa lazima tupeleke maoni yetu na hoja zetu, nini kifanyike, kwa sababu sisi ndio tuko field na sisi ndio madereva na sisi ndio tunajua tukopeshwaje. Lakini wewe kama uko juu unakuja sawa kuja kutukopesha pasina kutushirikisha, kuna mambo ndo ambayo mikopo ya 10% ilifeli sana kwa sababu kushirikishwa. Watu walikuwa wanaunda tu vikundi vingine viko kweli vya bodaboda, lakini vingine si vya bodaboda, vikundi hewa, lakini wanapelekwa kama bodaboda. Leo wako wapi? Ina maana wametia hasara katika ile mikopo, na ndio maana imekuwa hata shida sisi kuwezeshwa ile mikopo. Kwa hiyo sisi kwa hizi siku 100 za mama ambacho tumefarijika kusema kurasimishwa, sisi tulishakuwa tumerasimishwa vituo kama tulivyosema afisa habari, vituo vingi sisi tunavyo. Kuna baadhi ambavyo vituo hatuna, huwa tunaviomba virasimishwe ili tuweze kufanya kazi, na hata mapato ya halmashauri inaenda. Lakini changamoto zilizokuwepo sisi kwetu kuweza kuwezeshwa, na hii maanake wanasaidi ni kwa uzoefu wa kazi ambao umeifanya kwa muda mrefu. Ndio uzoefu huo tunao. Kwa hiyo sasa hii hela ambayo itakwenda kutoka, kama hela itachukuliwa itaenda kutoka kama mitiririko ambayo si rasmi, na mitiririko bila kuhusishwa, na mtiririko bila kuchukua mawazo yetu na kuambia nini kifanyike, wapi iwezeshe, watu wengi hawatarudisha mikopo na watakwenda kupewa watu mikopo ambao si sahihi. Shukrani sana Bwana Saidi. Na katika kuzungumzia pia nimezungumza na baadhi ya waendesha bodaboda, lakini pia na watu wenye ulemavu ambao nao wametoa maoni yao juu ya hiki ambacho tunakizungumza. Kurasimishwa kwao kunaweza kuwanufaisha vipi wao, lakini pia serikali kwa ujumla wake wanaweza wakapata mapato kama ambavyo wanaeleza hapa ambao nimezungumza nao. Kwa kweli changamoto kwetu sisi wafanyabiashara wenye ulemavu ni changamoto ni kubwa sana, kwa sababu kwanza kupata sehemu za kufanyia biashara zetu ni changamoto. Tukianzia kwanza hali zetu zinakuwa kidogo ziko chini, kwa hiyo hata tunavyoenda zile sehemu ambazo ni kubwa au masoko makubwa inakuwa ni ngumu wao kwetu sisi kupata nafasi hizo. Lakini kupitia Mheshimiwa Rais kwa nafasi aliyotupa ya kuweza kurasimishwa rasmi, that means hiyo changamoto itapungua kwa kiasi kikubwa, kwa sababu tayari tutakuwa tumeshawekewa miundombinu ambayo inatupelekea sisi kuweza kutuondolea zile changamoto za kukataliwa. Mara utaweka biashara yako barabarani utatolewa, utatafuta kizimba sehemu fulani ni gari, hakuna upatikanaji, inakuwa ni ngumu. Hata kwa wenzetu bodaboda na bajaji tunaona kwa sasa, kwa bajaji kwa sababu watu wenye ulemavu wengi wanatumia bajaji, unakuta kuna sehemu wanashindwa kupaki, kuna sehemu wanashindwa kuingia. Lakini tunamshukuru Mheshimiwa Rais kwa watu wenye bajaji wenye ulemavu wameruhusiwa kufika sehemu kama posta katika ofisi rasmi na nini. Hiyo ni chachu kubwa sana. Kwa hiyo tutakapopata urasimishaji katika sehemu za biashara, ina maana kubwa sana kwetu sisi watu wenye ulemavu, kwamba tutakuwa tumepata fursa ya kuonyesha uwezo wetu, tumepata fursa ya kushirikishwa katika jamii na katika swala zima la uchumi. Mimi ningependa sana kuomba hasa kwa upande wa wanawake, lakini pia na mabinti wenye ulemavu, kwa sababu tumekuwa tukikumbana sana na changamoto nyingi hasa katika masuala mazima ya kibiashara. Kwa hivyo nilikuwa naomba au napendelea kutoa mapendekezo katika urasimishwaji wa kupata maeneo hasa rasmi ya biashara kwa watu wenye ulemavu kwenye masoko makubwa ya serikali ambayo yanazinduliwa. Kwa mfano juzi hapo tumeweza kuona Mheshimiwa Rais amezindua soko Kariakoo, na sehemu nyingine mbalimbali zimezinduliwa masoko na sehemu mbalimbali za biashara, ambako tunaomba watu wenye ulemavu warasimishwe katika masoko makubwa, katika kupata vizimba, kupata vitaru, kupata sehemu rasmi, kwamba tusiweze kuhangaika. Lakini tunapopata nafasi hizo katika masoko makubwa, tunapanua wigo kwa kuweza kufanya biashara zetu kwanza
kwa utulivu, lakini pia kwa kuongeza soko au kuongeza wateja ambao wanaweza wakatufikia tunapokuwa sehemu ambazo ni rasmi, tofauti na tukikaa huko mitaani na wapi. Kwa hiyo inakuwa sio rasmi, lakini pia hata biashara zetu zinakuwa zinazidi kuwa chini kwa sababu tunakuwa hatufiki kwenye eneo kubwa la wateja. Urasimishaji faida ziko nyingi kama za kutambulika ya kwa maeneo tunayofanyia kazi, na tunapaswa kutambulika hivyo kwa sababu hatuwezi kufanya kazi kiholela. Lazima tuwe na urasimishaji tuweze kutambulika maeneo tunayofanyia kazi. Kwa maana unaweza ukatoka hapa labda nikiwa nimefanyiwa urasimishaji katika kijiwe changu, nikaenda sehemu nyingine nikajua kabisa kuna sehemu huyu dereva anatokea. Lakini tukifanya tu kazi kiholela kama tulivyozoea, maana tunaonekana ni wavamizi katika maeneo ya watu. Mwisho wa siku mtu anakuja anasema bwana, ile eneo lina kwangu, ondokeni, alafu tunaanza kulalamika, sijui tumefukuzwa, sijui hatuna pa kupaki na nini, kwa inakuwa changamoto kidogo. Hali tunakimbizana nayo hivyo hivyo, yani sio nzuri sana, sio mbaya sana, kwa sababu mwende maeneo mara nyingi huwa wanatusumbua, japokuwa sisi kijiwe chetu zamani tulishawahi kukisajili. Tushawahi kusajili hiki kijiwe cha survey miaka mingi kidogo. Kilicho shida iliyokuja kuwa hapa mpaka sasa hivi kijiwe kimetoka usajili, manake ni ufuatiliaji au zile changamoto za baada ya muda kuisha kwenda kulinyu. Ukiwa labda ile tulikuwa tunaendaga kule, nafikiri ni Magomeni pale, changamoto zilikuwa ni nyingi pale, ofisi hii mara pita hapa mara nani hayupo, kwa unakuta mwisho wa siku mnakaa hivyo hivyo mpaka kijiwe mnakuja kufutiwa usajili. Mpaka sasa hivi tumebaki hatujarasimishwa, lakini tunaendelea kupambana kwenda kufanya kazi kwa mazoea, tuko kama tuko kijiweni. Mikopo ya serikali tunaisikia, ila nafikiri taratibu zake au elimu bado hatujapatiwa, kwa maana mimi ninavyoelewa siwezi kwenda kuchukua mimi mkopo kama mwenyewe, lazima tuwe na kikundi. Sasa hamna kikundi utakachoenda kupata mkopo wa serikali kama hakuna umoja na kujulikana kwa hilo eneo, maana ndio huo urasimishaji. Kwa lazima tupate kwanza huduma ya urasimishaji katika hiko kijiwe, maana kile kikundi au kile kijiwe kiwe kinajulikana. Ndio tukitoka hapo sasa kwenda kutafuta huo mkopo, tuende tukiwa tunatambulika kama ni sisi watu, tunatoka wapi, tunafanya shughuli gani ili kuweza kupata hiyo mikopo ya serikali. Lakini hatuwezi kwenda kupata mkopo wa serikali nikiwa mimi Ramadhani nikaenda mwenyewe, haiwezekani. Unatoka wapi, ujiga shughuli yako ni dereva bajaji, lakini haiwezi kupewa kwa stahili hiyo. Kwa lazima kwanza tupate sehemu husika ambayo tunatambulika sisi kama vijana, tuna kazi tunaifanya. Kama ni survey, sisi ni dereva bajaji tuko 10-12, alafu twende tukatafute huo mkopo wa serikali, nafikiri ingekuwa ni rahisi. Sisi tumejiandaa kama rais alivyosema turasimishwe, lakini kwenye kurasimishwa hapo sasa itabidi tufahamu tunaanzia wapi ili kufika wapi kuweza kurasimishwa katika mazingira yetu husika ya kufanyia kazi. Rais amesema ni sawa, amesema hawa vijana wafuatiliwe na wafanyie kuweza kutambulika. Lakini sasa katika hii kusema, manake lazima tujue tunaanzia wapi, kwa ofisi ya nani, ili tuweze kupata huo mchanganuo mzima wa sisi kwenda kusajiliwa kijiwe chetu au kufanyiwa urasimishaji katika kijiwe chetu. Hiyo ingekuwa ni vizuri zaidi. Rais amesema, kusema ni kusema, tunaanzia manispaa kama zamani, tunakwenda tulipokuwa Magomeni kama zamani, au tunaanzia wapi kwenda kupata hiyo huduma ya urasimishaji wa kijiwe chetu. Tungekuwa tunafahamu ya kwamba rais amesema tunatoka hapa tunaanzia hapa, tunamalizia hapa na tunapata kitu sahihi, tunakuja kuendelea na shughuli zetu kama tulivyokuwa zamani. Ni vizuri. Ni vizuri. Huyo ni Ramadhan ambaye ni dereva bajaji, pamoja naye Jacqueline Bakari Mtaita, yeye ni mkurugenzi wa Tupo Sawa, taasisi ya Tupo Sawa, ambao wametoa maoni yao. Huyu ni mtu ambaye ni mwenye ulemavu, akizungumzia namna gani ambavyo urasimishaji unakwenda kuwanufaisha wao, hasa kwa kuzingatia kwamba kuna baadhi ya maeneo hakuna sehemu ambao watu wenye ulemavu wamekuwa na changamoto au wamekuwa na maeneo maalum kwa ajili ya kufanya shughuli zao, lakini kwa kurasimishwa itasaidia wao kushirikiana na kufanya kazi na watu wengine ambao wasio na ulemavu katika kuhakikisha kwamba wanaingiza kipato na wanasongesha gurudumu la maendeleo mbele, ili kila mmoja aweze kujivunia nchi yake ya Tanzania. Nikirudi kwako Bwana Tito, tumeona kwamba baadhi ya vitu ambavyo Bwana Ramadhani amezungumza ni kwamba kukosa maeneo kama nilivyokuuliza awali imekuwa ni changamoto sana, lakini pia kwa kiasi gani michakato huu inafanyika ili nyinyi muweze kurasimishwa? Maana baadhi wanasikia tu kurasimishwa. Tukizungumzia kundi la bodaboda na bajaji, kwanza kabisa lazima uwe na kituo. Mna kituo sehemu mmepaki hapo, labda sio rasmi ile sehemu, mnaenda ofisi ya serikali ya mtaa, sababu serikali ya mtaa ndio mamlaka
na lile eneo. Mtamwona pale mwenyekiti wa serikali ya mtaa, bwana, sisi tuna eneo letu lile pale, tunahitaji eneo lile liwe rasmi. Mwenyekiti ataangalia lile eneo kushirikiana na mtendaji wa kata kwamba eneo hili linafaa kuwepo kituo rasmi. Basi mtaandika barua na majina yenu, kila kitu. Ofisi ile ya mtendaji au ofisi ya mwenyekiti wa mtaa watapeleka kule halmashauri. Halmashauri mtu anaitwa manager wa maegesho, yuko pale halmashauri ya manispaa au jiji. Kwa hiyo pale manispaa watatuma sasa engineer aje angalie lile eneo. Ataangalia lile eneo kwamba sababu bwana, hapa pako vizuri kabisa, hakuna shida yoyote, hawa walasimishwe. Mnaletewa pale bango linawekwa kwamba eneo hili inafaa zikae pikipiki 10 au pikipiki 5, yani bajaji au bodaboda, au 20, 30 au 70 au hata 100. Baada ya hapo mkishakaa sasa, mnaambiwa mkalipie maegesho. Lile eneo la serikali, sio la kwenu madereva, ni la serikali. Maegesho ni shilingi 100 kwa kila siku, ambao kwa mwaka ni shilingi 36,000. Kwa hiyo kila mmoja anatoa hiyo hela 36, mnapeleka halmashauri, mnapewa stika zenu. Sasa mnatia kwenye pikipiki au mnazihifadhi ndani, tayari mmeshakuwa rasmi kwenye eneo lile. Sasa mkaamua kuunda kikundi, sasa msajili kama kikundi ili mpate sasa mikopo na vitu vingine. Mnapitia ngazi hizo kwenda kwa mtendaji au kwa mwenyekiti wa mtaa mpaka halmashauri, mnapewa cheti rasmi kwamba kikundi sasa ni rasmi. Kwa hiyo baada ya hapo mnaanza kuomba hiyo mikopo na fursa nyingine pia. Katika mazungumzo yetu pia tunaye mkurugenzi huyu ni mkurugenzi mtendaji wa chemba ya wanawake wafanyabiashara Tanzania, ambaye amesema kwamba kurasimishwa kwa haya makundi ya wafanyabiashara ndogo ndogo hapa nchini yanakwenda kuleta tija na kuongeza swala zima la ulipaji kodi, kwa sababu Watanzania tuko wengi, lakini wanaokadiriwa kuwa ni walipaji wazuri wa kodi Tanzania nzima sio zaidi ya milioni 10 ambao tuko, japo tuko zaidi ya milioni 60, lakini sio zaidi ya milioni 10 ambao ndo walipaji kodi ambao wanalipa rasmi bila chenga, bila shida. Lakini kumbe kuna makundi makubwa ambayo yanaweza yakafanya mambo makubwa na kodi ikapatikana na mambo yakaenda vizuri. Huyu ni Dr. Mwajuma Hamza ambaye ni mkurugenzi mtendaji wa chemba ya wanawake wafanyabiashara Tanzania, akiungana nasi hapa kuchangia mjadala huu. Of course siku 100 za Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, tumeona mengi yameendelea kufanyika, na kwa maana yale yanayoendana na ahadi zile ambazo alizitoa wakati wanafungua bunge. Na kwenye hizi siku, moja na swala ambalo umeuliza ni hilo la kurasimisha biashara ndogo. Tanzania tuna biashara zaidi ya 78% ya biashara haziko rasmi, na hii inafanya biashara hizi zinakosa fursa. Biashara ikosa fursa pia inakuwa haikui. Kwa hiyo mfanyabiashara anaweza akadhani, mwingine akaona ni kawaida tu kukaa kutokuwa rasmi, lakini yeye mwenyewe kuna vitu vingi anakosa. Kwa hiyo nafikiri itasaidia hawa wajasiriamali wadogo pia kukua. Lakini kitu kingine ambacho walikuwa wakilalamikia wafanyabiashara wadogo ni mifumo ya wao kurasimishwa. Inahitaji kuwa na mfumo ambao utawatambua, lakini pia unawakagua kadri wanakuwa, au unawapa muda wa kuwa wadogo, kwa sababu kama hakuna limit au hakuna target ya kwamba leo tumekusajili Amina, tunahitaji baada ya miaka 5 graduate, sasa nitakuwa mdogo kwa miaka 20. Kwa hiyo nakuwa serikali itakuwa inaweka nguvu na effort, baadaye itasema sasa mbona tunawasaidia watu lakini hawasogei. Kwa hiyo ni muhimu mfumo ambao utawekwa wa kuwarasimisha wajasiriamali wadogo kuwe pia na wapewe muda pia wa kugraduate, kwamba wewe umeingia kwenye huu mfumo, tumekupa kitambulisho cha mjasiriamali mdogo ili unufaike na fursa mbalimbali. Tunaamini baada ya muda fulani utakuwa umekuwa na sasa utaanza kulipa kodi ili wa graduate waingie kwenye kulipa. Lakini pia kwa sababu tuna wafanyabiashara wengi wadogo, ni lazima kuwe na namna maalum ya kuwatambua kidigitali. Hawa ambao ni wadogo wamerasimishwa, wanajulikana, ukiskani kitambulisho chake kinaonesha huyu ni mdogo na halipi kodi. Huyu mwingine ambaye sio mdogo, ukiskani kitambulisho chake kionesha huyu kwenye system na analipa, kwa sababu bado tunawalipa kodi wachache. Nchi na watu milioni 61, lakini tunawalipa kodi wasiozidi milioni 3. Kwa hiyo hao wachache wanakuwa wanalipa zaidi kuliko
tungekuwa na watu wengi tungeweza kulipa kidogo kidogo, na mwisho wa siku nchi ingekusanya mapato mengi zaidi. Kwa hiyo naamini kwamba hii mpango utasaidia kuhakikisha kwamba hawa wadogo wana grow, wanakuwa, lakini wana graduate na wao waanze kuchangia kwenye pato la taifa. Lakini pia inaweza kutengenezwa wanavyolipia pia kitambulisho pia wanachangia. Kwa hiyo naamini huko tunakoenda tutakuwa na walipa kodi, ongezeko la walipa kodi ikiwa utekelezaji utaenda vizuri. Asante sana Dr. Mwajuma Hamza kwa mchango wako huo. Bila shaka mamlaka zitafanyia kazi kila ambacho umekishauri kuhusiana kwamba ile kundi ni miongoni mwa makundi makubwa ambayo yanaweza kaongeza mapato ya nchi na nchi ikaendelea kuneemeka kutoka kupata kodi kutoka sehemu mbalimbali na kuongeza idadi ya walipa kodi hapa nchini. Na tukiwa tunaelekea kumaliza kipindi chetu, ni rudi kwako Bwana Tito. Mkurugenzi Dr. Mwajuma katika maelezo yake amesema wazi kwamba tunayo makundi ya walipa kodi wengi mno ambao wanaweza kalipa kodi nchi hii na tukanufaika zaidi wakati mwingine bila hata kuvutana mashati au kupigana kelele na kusumbuana. Yaani kila mtu akitimiza wajibu wake tunaweza tukapata kodi na vitu ambavyo havina hata usumbufu hapa nchini. Kwa kauli hiyo ambayo yameizungumza, unadhani nyinyi makundi ya bodaboda na wengine ambao wametajwa ukiachana bodaboda na bajaji mkisimamiwa vyema mnaweza kwenda kurahisisha upatikanaji wa kodi na ukusanyaji wa kodi kwa kiasi gani katika nchi ya Tanzania? Kwanza mwaka juzi serikali ya Dar es Salaam ilitupeleka Rwanda. Twende tukajifunze kwa namna gani wenzetu Rwanda wamefanikiwa. Serikali ya mkoa, mkuu wa mkoa kipindi kile Amos Makala alichukua kwa gharama za serikali tukaenda kule Rwanda. Kufika kule Rwanda tulikaa siku moja na mmoja wa meya, nafikiri ni meya wa pale Kampala. Tulikaa naye. Kama sio meya alikuwa basi ni mkuu wa wilaya moja hapo pale Rwanda. Akasema hivi kwamba walimpelekea siku moja wazo rais wa nchi yao kwamba mheshimiwa rais, hawa watu na mnukuu, hawa bodaboda wanataka tufanye nini? Tuwafute kabisa wasiwepo sababu wametushinda. Rais akawajibu hivi kwamba kabla hamjawafuta wao kwanza mfutike nyinyi. Yaani mimi niwafute. Yaani yeye rais awafute kwanza hao, alafu baadaye sasa ndo awafute bodaboda. Kwa kama wamewashindwa wale kuwapanga vizuri, mimi niwafute nyinyi. Wakatoka wakarudi kujipanga sasa. Bodaboda kule ilikuwa kama vile sisi huku mwanzo, yani ni ovyo ovyo kabisa, hatuna mpangilio mzuri, yani wako ovyo ovyo kwa maelezo. Gombania goli. Gombania goli. Wakarudi wakawekea utaratibu sasa mzuri wa kujipanga wale madereva. Sasa hivi Rwanda ni nchi ya kujifunza. Tunasi kujifunza kwao. Na akasema hivi kwamba njia ambao sisi tumetumia huko kwetu Rwanda, tumejifunza kwenu, tumechukua kwenu. Hatujui kwa nini nyinyi mmeshindwa, sisi tumeweza. Anatushangaa yule meya wa pale. Sasa kumbe tulivurudi sasa huko kwetu sisi, tunaanza sasa na ule mfumo sasa wa kulasimisha au madereva kuwasajili waingie kwenye mfumo rasmi database ambayo Rwanda pia wanayo, ndio ambao kwao kule imewasaidia sana. Database ile tukaitengeneza, lakini kabla database tuliandika tukaandika ripoti ambayo tumetoka nayo kule. Kwa tulisafiri na mheshimiwa mkuu wa wilaya ya Ilala Edward Mpogolo kama kiongozi wa ule msafara, tulikuwa naye kule Rwanda. Umeona, tukaandika ripoti. Baada ya hapo kuandika ripoti tukaipeleka ofisi ya mkuu wa mkoa. Mkuu wa mkoa akahamishwa Makala kipindi kile, akaja mkuu wa mkoa mwingine. Sasa serikali jinsi ilivyo, akija mwingine anakuja na ya kwake kichwani. Kwa hiyo mambo yakawa yameenda ndivyo sivyo, hatujui mpaka leo ilifikia wapi. Lakini tukaunda mfumo wetu database kwa madereva wote sasa waingie kwenye mfumo. Dereva akiingia kwenye ule mfumo kwamba lazima awe amelipa LATRA, lazima awe na leseni ya udereva, lazima amelipa maegesho na pia anapewa uniform maalum kwamba huyu ni dereva anapaki kituo fulani. Kwa hiyo ule mfumo serikali ingeukazia kwamba kila dereva lazima, sio ombi, amri, lazima akasajiliwe kwenye mfumo na atambulike. Kwa dereva angekuja kule kwenye mfumo sajiliwa, atambulike, angelipia vitu vyote hivi, serikali ingeingiza pesa nyingi ambazo mwenyekiti ameziongea, ambazo zinapotea hazionekani. Kwa hiyo serikali bado naona kama vile ni tatizo, haijashika bango
kwamba lazima madereva hawa waingie. Kumetokea juzi fujo hizi za tarehe 29. Madereva baadhi ya pikipiki zilihusika kwenye zile fujo. Kumbe sasa ule mfumo ulikuwa umekaziwa, madereva wapo kwenye mfumo, wamesajiliwa kupitia zile plate number zao za pikipiki zile, wangebainika mmoja baada ya mwingine. Lakini wengi wangehofia kufanya fujo, kwamba nikifanya fujo nipo kwenye mfumo najulikana, wasingejihusisha. Kwa hiyo mfumo ule ungesaidia vitu vingi, mapato pamoja na ulinzi na usalama. Shukrani sana Bwana Tito. Lakini tukiwa tunaelekea mwisho, Rais Februari 8 wakati anazindua soko la kimataifa la biashara la Kariakoo alisema kwamba halmashauri, yani viongozi wa halmashauri, hapa tunazungumzia wakuu wa wilaya, wakurugenzi, madiwani, wote walioko chini huko, wahakikishe kwamba wanatenga maeneo na wanawarasimisha. Na miongoni mwa eneo ambalo alisisitiza ni kwamba Kariakoo kwa mkoa wa Dar es Salaam lazima watu wafanya biashara bodaboda na bajaji wa Kariakoo wawe na eneo pale Kariakoo, ili wawe na uwezo kama ambavyo wametengeneza parking ya magari pale Kariakoo katika soko jipya, basi hata hawa bodaboda na bajaji nao wawe na eneo lao. Tupate kumsikia hapa akizungumzia hilo jambo wakati anazindua soko la Kariakoo baada ya kuwa limeungua mwaka 2021. Naomba pia nizungumze na vijana wetu wanaojitafutia kipato kupitia biashara ndogo ndogo. Na sasa hivi huko nyuma tulikuwa tunajua wamachinga. Kumbe kuna neno jipya limejitokeza la mawinga. Na nilikuwa nazungumza na waziri hapa, mawinga ni kina nani? Akaniambia ni wale ambao wanafanya survey ndani ya Kariakoo. Bidhaa fulani hazipo ndani ya soko, wanakwenda kuzichukua ziliko na wanaletea wafanyabiashara ndani ya soko. Au wanaangalia huko nje bidhaa gani hazipo lakini Kariakoo zipo kwa wingi, wanachukua Kariakoo wanapeleka kwenye maeneo mengine. Sasa niseme ninatambua juhudi zenu za kujitafutia kipato, na ndiyo maana kipaumbele cha serikali ni kurasimisha biashara ndogo ndogo hasa za vijana. Waziri wa vijana yuko hapa. Kurasimisha biashara zenu kama ambavyo imeainishwa katika ilani ya Chama cha Mapinduzi ya uchaguzi ya mwaka 2025. Na hapa nataka nisisitize tena agizo langu kwa halmashauri la kuweka miundombinu rafiki ya kufanya biashara kwa vijana hawa popote ndani ya mkoa wa Dar es Salaam. Kwa hiyo halmashauri zilizopo ndani ya mkoa wa Dar es Salaam, nimeambiwa wakuu wa wilaya na madedi wako hapa. Kwa hiyo nendeni mkahakikishe. Na waziri mkuu ameagiza ile 10% inayotoka kwa vijana wanawake iongezwe iwe 15, ili ile 5 iende ikawajengee miundombinu ya kufanyia biashara vijana wetu. Ni Rais Dr. Samia Suluhu Hassan wakati akizindua soko jipya la Kariakoo ambalo liliungua tarehe 10 mwezi wa 7 mwaka 2021 na tarehe 8 mwezi wa 2 lilizinduliwa baada ya ujenzi wake kukamilika. Na bila shaka hebu nipate maoni yenu kuhusiana na hisia ambao mlikuwa nayo baada ya kuelezwa kwamba Kariakoo kunatakiwa kuwe na eneo maalum la bodaboda na bajaji kwa ajili ya yani warasimishwe na wawe na sehemu yao. Mwenyekiti hapa, hilo swala kwa niaba ya wenzako ambao mnafanya hii kazi lilikuwa lina msingi wa namna gani katika kukuza biashara yenu? Kwanza tulifarijika na Mheshimiwa Rais. Mimi katika ule mkutano nilikuwepo, na itambuliki wakati lile soko pale linaungua au linajengwa, kwa pembeni pale tuna kituo chetu na kina bango, kina pikipiki zaidi ya 30 bodaboda na bajaji, ambapo kwenye mabasi yale yalikuwa ya kwenda huku Tegeta, Msasani huku kuna kituo chetu. Kwa baada ya ukarabati wa ile soko na lilivyotengenezwa, ina maana wale walipewa ujumbe walilazimika pale tena waondoke. Sasa tukaja kuangalia, mara kwanza tulisharasimishwa. Hii inakuja tena mara pili tunaambiwa tuondoke baada ya soko kutengenezwa la kimataifa. Sasa kama soko la kimataifa, bado kuna watu watakuja na usafiri wao. Kuna parking mle tumeambiwa vyombo vilivyopungua 400, lakini bado kuna usafiri wa watu binafsi ambao watakuwa na mahitaji ya kusafiri, ambao watahitaji bodaboda, hatahitaji bajaji. Sasa
Unavyosema lile soko lisiwe na kitu chochote, tunaendaje? Lakini tumshukuru Mheshimiwa Rais kwa ile kauli. Mimi watoto nilitoka pale nje walinibeba, wakasema hakika mwenyekiti, kilio chetu mama kakisikia, pasina kumwambia. Hatukumwambia chochote. Yeye baada ya kumaliza aliongelea Mama Machinga, lakini akasema na akatwita wanangu wa bodaboda na wao waangaliwe ni jinsi gani ya kuweza kurasimishwa katika hili soko, kupata kituo. Kwa hiyo wajibu uliobaki mimi sasa na wale vijana wangu ambao wako katika maeneo ya pale, kwa sababu tuna upande wa huku sawa na tuna upande wa kule ambapo lilipojengwa sasa soko lile jipya kwenye gorofa kule, napo huko kuna bajaji na huku kuna bajaji. Soko la mwanzo ambako liliungua, la mwanzo lilipoungua kuna bajaji, na kule ambapo lilikuwa soko la mboga mboga tu lilikuwa limejengwa la chini ambapo ndo limejengwa gorofa refu. Kwa pembeni napo pale kuna kituo cha bajaji. Umeelewa? Kwa hiyo sasa nimewambia tu wawe wapole. Mheshimiwa Rais ameshaelekeza, tumefarijika, tutauona uongozi wa soko, msubiri utekelezaji, utaratibu. Baada ya utaratibu wetu ni ule ule, hatutokataa kulipa mapato ya halmashauri, tutalipa mapato. Mwisho wa siku vijana wangu pale au madereva wangu waendelee kufanya shughuli zao za usafirishaji pasina kugubuziwa. Hii sasa ndio Tanzania ambayo tunaoitaka, tunaiona kwamba niongezee tu hapa. Ndio umeamua umsitishe kabisa. Kule mjini kati kule hatuna kituo cha bajaji hata hiki kimoja. Maana yake posta mnazungumzia. Posta Kariakoo Upanga. Umeona? Na tumeomba sana vituo vibajaji vilasimishwe japo hata 20-25 wawe rasmi, lakini bado ilikuwa chenga kushoto kulia. Kwa kauli ya mama ile aliyoitoa juzi pale, tayari sasa ofisi ya mkuu wa wilaya Ilala imeshaanza taratibu, yani ilikuwa tupeke majina ya vile vituo ambao tunataka vilasimishwe, wakaviangalie, wavilasimishe. Kwa hiyo mama amekuwa kila siku akituongelea. Kiukweli mama huyu Mungu amweke sana sana. Madereva wale ambao wako pale mjini, madereva bajaji, asilimia kubwa sana zaidi ya madereva 500-600 walikuwa wanawaza sasa baada ya soko kuzinduliwa hili tunapelekwa wapi sisi? Tunaenda wapi? Tutafukuzwa sisi. Mama kaongea sasa hivi wako safi kabisa, wako huru. Na Saidi, tukiwa tunamalizia kabisa dakika moja. Nini viongozi wa halmashauri wafanye kuhakikisha kwamba, maana malalamiko kwa viongozi wa halmashauri yamekuwa ni mengi kwamba huko juu kama mlivyosema hamna shida, ila ikifika huku chini kwa uzoefu mlionao kuna shida. Nini viongozi wa halmashauri wafanye ili mambo ambayo yanatakiwa kufanyika kutoka ngazi ya juu mpaka huku chini afanyike bila kuwa na chenga? Mambo ambayo ya kufanyika, yani ikitoka serikali kuu inakuja kwa mkuu wa mkoa, kwa mkuu wa mkoa ikaletwa kwa wakuu wa wilaya na wakurugenzi na wakuu wa wilaya. Hata sasa hivi ukimpigia mkurugenzi simu yetu sisi ni moja tu, anapokea na atakuita. Kama yuko kwenye kikao atakwambia kwenye kikao tuonane sehemu na ni muda fulani, utakwenda. Hawa sasa ambao wanajiita sijui mama maendeleo hawa, afisa ustawi, afisa maendeleo ustawi hawa, sijui hawa nini, hawa ndio wamekuwa wamekwamishwa, wanakuwa na mambo mengi sana. Nini wafanye sasa ili kuhakikisha kila mtu anatimiza? Ili wafanye wahakikisha hawa wakurugenzi wanawasimamia hao ipaswavyo. Yaani wakurugenzi wa relax kuwashumu kama hao wanamaliza kazi. Hawa wamalizi kazi, hawa wanakwamisha kazi. Hawa wamalizi kazi, hawa wanakwamisha kazi. Sisi tunataka twende kwa spidi. Linawezekana leo lifanyike leo, tusingoje kesho. Lakini tunapofika kesho nyingi na kikao na nani na sehemu fulani naenda, njooni kesho kutwa, tunapiga maktani. Lile linawezekana kwa haraka lifanyike kwa haraka, lakini niwaombe wakuu wa wilaya wote wa mkoa wa nchi yetu, wakurugenzi tunawaona, maafisa usafirishaji, kwa sababu nimezunguka mimi nchi nzima. Sina shida nao. Na nikifika ninavyotritiwa pale mpaka najiona kweli mimi ni afisa msafirishaji kwa mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya, mkurugenzi. Hawa maafisa wa chini. Kwa hiyo tuna kazi kubwa. Kwa hiyo niwaombe wakurugenzi, hawa watu hebu tuwasimamie. Na ikiwezekana wakurugenzi watengeneze vikao hata kila baada ya miezi 2 au 3 kupata ripoti zao. Kwamba tupe ripoti, kazi imefanyikaje, imeendaje, haya makundi ambayo mmepewa myasimamie mmeafikiaje, utekelezaji wake upi, changamoto zao ni zipi, tunatatuaje, mawazo yao ni yapi, nini kifanyike, tutakwenda. Lakini kishatoka serikali kuu akapewa watendaji, hawa watendaji wakishusha huko, watu wana relax.
Shukrani sana Saidi Kagomba na Tito Mpiziwa. Saidi Kagomba ni mwenyekiti wa shirikisho la vyama vya bodaboda na bajaji katika taifa, kwa ngazi ya taifa ndio mwenyekiti wa shirikisho la vyama vya bodaboda na bajaji. Lakini pia ni mwenyekiti wa mkoa wa Dar es Salaam wa shirikisho hilo. Kwa upande wa Dar es Salaam ni mwenyekiti. Lakini pia nilikuwa naye Tito Mpiziwa. Yeye ni msemaji ama afisa habari wa shirikisho la vyama vya bodaboda na bajaji Tanzania, lakini pia ni msemaji ama afisa habari wa shirikisho hilo katika mkoa wa Dar es Salaam. Tumezungumzia siku 100 za Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika swala zima la urasimishaji wa biashara za wafanyabiashara ndogo wakiwemo babalishe, mamalishe, waendesha bodaboda na bajaji, watu wenye ulemavu wanaojihusisha na shughuli mbalimbali, lakini pia na makundi mengine ambayo yapo chini ya wizara mbalimbali ikiwemo Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum chini ya Dr. Dorothy Gwajima, ambaye amesema zaidi ya milioni 10 zimetoka kwa siku 100 za Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kuelekea kwenye makundi hayo ambayo tayari yameanza kurasimishwa. Yeye amesema zaidi ya wafanyabiashara hao 100,000 wamepata mkopo huo ndani ya siku 100 za Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Lakini pia amekazia kwamba serikali watendaji hawa wakurugenzi wahakikisha kwamba wanafuatilia kwa makini sana maafisa mbalimbali ambao wanashughulika na shughuli hizi, na wametoa mapendekezo. Bwana Saidi amesema kwamba basi kama ikiwezekana kuwe na vikao hata vya miezi 2 au 3 kufuatilia utendaji kazi wao katika sehemu mbalimbali ambazo wamepewa kuzisimamia. Shukrani sana wageni wangu na ninawashukuru kwa mjadala mzuri sana, lakini pia nimekuwa na watu wengine ambao wamezungumza kutoka maeneo mbalimbali kuhusiana na hiki, na pia na wao niwashukuru na niwaambie tu niwatakieni utazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea hapa TBC1. Naitwa Tobias Masal. Bye bye. Tanzania yangu nakupenda kuombea nakupenda kuombea nakupenda kuombea nakupenda kuombea Tanzania yangu nakupenda kuombea